Young Africans walifanikiwa kumuuza Stefano Aziz Ki kwenda Wydad Casablanca ya nchini Morocco. Mpaka sasa hivi Aziz Ki yuko Marekani akishiriki michuano ya FIFA ya klabu bingwa dunia. Timu yake ya Wydad Casablanca imecheza mechi moja kwenye michuano hiyo na wakafungwa goli 2-0 dhidi ya Manchester City ya Pep Guardiola. Kwenye mchezo huo Aziz Ki alifanikiwa kupata nafasi ya kucheza na aliingia kipindi cha pili dakika za 80 na hakufanikiwa kufunga goli lolote. Sasa baada ya Young Africans kuachana na Stefano Aziz Ki, watu wengi walimtazama Chama kama mrithi sahihi wa Stefano Aziz Ki kwenye kikosi cha Young Africans, lakini nafasi ya Chama ndani ya kikosi cha Young Africans inaonekana kuwa ndogo licha ya Stefano Aziz Ki kuachana na klabu ya Young Africans. Chama alisaini mkataba wa mwaka mmoja na Young Africans, mkataba ambao unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Young Africans hawajakaa na Chama kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya kuongeza mkataba mpya. Uongozi wa Chama umeanza mazungumzo na klabu moja kutoka nchini Saudi Arabia, na huo unaweza ukawa mwisho wa Chama kuzitumikia vilabu vya Kariakoo. Kabla ya kusajiliwa na Young Africans, Chama alikuwa mchezaji wa Simba Sports Club, sehemu ambayo alicheza kwa mafanikio makubwa sana. Mechi ya mwisho ya Chama akiwa na jezi ya Young Africans itakuwa ni mechi kati ya Young Africans na Simba Sports Club itakayochezwa tarehe 25 Juni mwaka 2025 kwenye dimba la Benjamin William Mkapa kwa Lupaso. Mechi hiyo itakuwa kama mechi ya kumwaga Chama ndani ya kikosi cha Young Africans. Chama tangu ajiunge kwenye kikosi cha Young Africans amefanikiwa kufunga magoli 5 na kutoa assist 2 kwenye mechi za ligi kuu za NBC Premier League. Kwako wewe shabiki wa Young Africans, maoni yako ni yapi? Unaona Chama anastahili kupewa nafasi nyingine ndani ya kikosi cha Young Africans kwa ajili ya kukitumikia kikosi hicho msimu ujao?